Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Watu walikuwa hawaamini kuwekeza moja kwa moja, kuweka nguvu zao moja kwa moja kwenye mashimo, kwa sababu ilikuwa ni rashi na rashi. Kimsingi sisi wachimbaji huwa hatuizoei sana na kuitumainia sana, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Lakini nishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imetutizama kwa jicho la huruma na kutukabidhi wazao wa mgodi huu. Tunafanya kazi kwa kufuata taratibu zote na sheria za madini kwa maelekezo ya Tume ya Madini na ofisi ya RMO. Kuna changamoto nyingine iliyokuwepo kuhusu ile mitalo, kuhusu ile mipasuko ya ya ardhi na kuruhusu maji kupenya ardhini na kudistabu maduara yetu. Tulifanya utaratibu wa kujenga mitalo katikati ya mgodi ili isafirishe maji kutoka kwenye mashimo kwenda chini ya safiri kwenda sehemu zingine yanapohitajika. Gharama ni kubwa sana. Tumetumia zaidi ya milioni 36 kurekebisha miundombinu pale mgodini. Pasipo kujenga yale mabanda, ina maana kazi zisingeliweza kufanyika. Kwa hiyo tuliweka ili mashimo yetu yawe ndani ya yale mabanda, ili hata wakati mvua zikiendelea, hatuna utaratibu wa watu kufanya kazi wakati mvua inaendelea, ila mvua ikikatika, wakaguzi wangu huenda kwenye mgodi, kwenye mashimo, wanakagua, wakijiridhisha usalama ni wa kutosha, wanaruhusu watu wanaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo mabanda yale kimsingi yalijengwa kutokana na masika. Isingelikuwa yale mabanda, ina maana mvua zikianza kunyesha shughuli zisimame, na hujui mvua itanyesha mpaka muda gani. Kwa maboresho yale, hata mvua ikiwa inaendelea, kazi zilikuwa zinaweza kufanyika. Natoa wito tu kwa wakaguzi wenzangu walioko kwenye migodi mingine ya hapa Tanzania kuweza kusimamia usalama wa migodi pasipo kumwonea mtu, na watekeleze maelekezo tunayopewa na wizara yetu ya madini, lakini pia tusimwangushe Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ni waziri wetu wa madini. Ndio, kwa jina naitwa Melania Michael Nyanda. Ni mnufaikaji na ni mchimbaji mdogo ambaye ninawekeza kwenye maduara. Nina duara ninazoziwekeza hapa. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru sana kwa serikali kumkabidhi hii leseni mzawa mwananchi mwenzetu ambaye anatusikiliza kwa hoja zetu zote. Na kwa sasa hivi hata mimi ninapowekeza nawekeza sehemu salama. Nina uhakika wa kwamba hata nikiwekeza pesa sitaweza kubuguziwa kwamba mara tuhame, mara tufanyije. Kwa hiyo iko sehemu salama.